la tarehe ya 25 ambayo ndio tarehe hii husika, baada ya kuwa nimeona tamko kutoka kwa viongozi wakuu waandamizi wa nchi, so nikaamini kwamba hakuna yeyote aliye juu ya sheria na neno la rais ni sheria pia. Kwa hiyo imenibidi nije moja kwa moja nikiwa na imani ya kwamba leo hii dabi itachezwa na tayari nitaweza kuishuhudia timu yangu live ya Dar es Salaam Young African ikinyakua ubingwa kwa mara ya 5 mfululizo. Mpenzi mtazamaji, ili kuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha. Na mtazamaji, tupo hapa nje ya uwanja wa Benjamin William Mkapa tayari kabisa kuweza kukuletea wewe zile za ndani kutoka kwa mashabiki wa Yanga lakini pia Simba. Kumbuka ni siku ya dabi ya Kariakoo. Ni mchezo ambao Yanga ndo mwenyeji katika mchezo wa leo ambao atakuwa anamkaribisha Simba kuanzia majira ya saa 11 kamili za jioni katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Na sisi tupo hapa nje kuweza kupata mawili matatu kutoka kwa mashabiki. Mbele ya kamera mtazamaji, ninaye shabiki wa Yanga ambaye tunaenda kuzungumza naye pia tuambie maoni yake kuelekea mchezo wa leo upoje. Bana, mambo vipi? Bana fresh. Unakuita nani na unatokea wapi? Mimi naitwa Elasto Mbekomize Onolati, nimesafiri kilomita 1600 kutokea Bukoba kuja kuishuhudia dabi ya Kariakoo. Kutoka Bukoba mpaka Dar es Salaam. Safari ilikuwaje mpaka kufika huko? Yes. Safari kidogo ilikuwa ngumu kwa sababu kuna taarifa wakati nikiwa njiani zilizokuwa zinaendelea kuwape ni kwamba huenda mtani anaweza asitokee uwanjani, lakini niliamini kwamba kwa sababu tamko hili la tarehe ya 25 ambayo ndio tarehe hii husika, baada ya kuwa nimeona tamko kutoka kwa viongozi wakuu waandamizi wa nchi, so nikaamini kwamba hakuna yeyote aliye juu ya sheria na neno la rais ni sheria pia. Kwa hiyo imenibidi nije moja kwa moja nikiwa na imani ya kwamba leo hii dabi itachezwa na tayari nitaweza kuishuhudia timu yangu live ya Dar es Salaam Young African ikinyakua ubingwa kwa mara ya 5 mfululizo. Kutoka Bukoba mpaka Dar es Salaam, unaizungumziaje dabi ya leo? Inaenda kuwa ni dabi aina gani kulinganisha dabi zote ambazo umeshawahi kuzishuhudia? Dabi ya leo itakuwa ni dabi ya kiushindani mkubwa kwa sababu ukiangalia mpinzani wangu ambaye ni Simba amepoteza vikombe 4 mfululizo na umekuwepo utaratibu wa timu yangu ya Yanga ya kumfunga Simba kuanzia bao 1 mpaka 5. So leo hii tutegemee dabi yenye ushindani mkubwa, lakini pia ukiangalia timu yangu ya Yanga pia kuna jambo ambalo imelishikilia mkononi. Kwa hiyo sidhani kama leo hii mechi ya leo itakuwa na ushindani mkubwa, lakini hautakuwa mkubwa kivile kulingana na jinsi gani ambavyo Yanga kuna kitu ambacho ameshikilia pointi 1 mkononi. Kwa hiyo Simba atafunguka kwenda atapresi mpira kwa ajili ya kwenda kutafuta matokeo ili aweze kuona kama anaweza kumuwini mwenzake aweze kunyakua kikombe, kwa sababu pointi hapo ni pointi 2 tu ndo tofauti ya ubingwa uliopo mpaka sasa. Natamani kuona matokeo yakiwa na aina gani? Sare, ushindi katika timu yangu ya Yanga yote ni matokeo ambayo yatanipa furaha na kujivunia kwamba nauli yangu niliyoitumia kutoka Bukoba kuja Dar es Salaam itakuwa haijaharibika bure. Lakini vile vile anayepanga matokeo ni Mwenyezi Mungu na dakika 90 zitaamua, lakini kwa kila ambacho Yanga amekishikilia na historia ya timu kwa vikombe 4 mfululizo hapo nyuma kinanipa imani ya kwamba leo hii Yanga ataibuka akiwa bingwa. Yes. Neno lako la mwisho sasa kwa mashabiki wa timu ya Yanga lakini pia mashabiki wa Simba bila kuwasahau mashabiki wa soka ulimwenguni kote, unawaambiaje kuelekea mchezo wa siku ya leo? Mimi nawaambia kwamba mpira ni dakika 90, lakini kwa sababu sote tupo hapa tuna imani moja kwamba Yanga itashinda kulingana na performance tulionayo. Mimi nawaambia tu wawe watulivu katika dakika 90, mpira utachezwa, dakika 90 zitaamua nani awe bingwa, lakini nampa advantage kubwa Yanga kuibuka akiwa bingwa mara 5 mfululizo. Na ndugu waandishi wa habari, msisahau kwamba leo ni tarehe 25 mwezi wa 6 na ni siku ya Jumatano. Si mnajua kawaida yetu. Mwaka ni 2025. Mwaka ni 2025, yes. Kaje kitala? Ni 5 plus 5 is equal to 15. Yes. Metisha sana. Sasa nakupa nafasi ya kipekee zaidi. Kutoka Bukoba mpaka Dar es Salaam, naomba urudie maneno haya kwa kilugha chako cha Bukoba. Kwanza wewe ni kabila gani Bukoba? Mimi ni Muhaya pia. Sawa, Muhaya. Nataka uzungumze maneno yako kwa Kihaya. Mtazamaji anaomba azungumze maneno yake kwa Kihaya. Anawakaribisha mashabiki wa Yanga kushuhudia mchezo wa leo. Haya maneno yakaje kwa Kihaya. Wakaribisha mashabiki wa Yanga wote Tanzania waje kushuhudia mchezo wa dabi ya Kariakoo leo hapa uwanja wa Benjamin Mkapa. Abanywani bange bona bali Bukoba yona na Tanzania nzima itontumanyoko abaya twagenzire haramuno abaya tuli mpaka Buraya abaya tuli mpaka Amerika. Kwa hiyo kireki ni kilo kitu cha muhimu mno timu yetu ya Yanga mbaliora yanetwara ubingwe mara ya 5 mfululizo.
Kwa hiyo ni mbaga nyegeza nywe nali Benjamin William Mkapa emechi eliyo kandi mpira nguzanwa na Simba bekiriza uzana. Kwa hiyo tujya tuli live kubanza saa 10 mpaka mpira guzanwe na Yanga asinge munyegere muno muri Benjamin William Mkapa Dar es Salaam. Inyomu haya mwenzenu na abagobeireyo tayari ni mbaga mbiro bukweli kwamba emechi eliyo maranezanwa. Bwana nikushukuru sana, mimi nimechukua moja tu hapa kwamba mechi inaanza saa 11 kamili mpaka mchezo unaisha, Yanga bingwa. Amina, yes. Kisha sana bwana, kila laheri. Nashukuru sana. Asante sana. Haya mkuu. Na mtazamaji, huyu ni shabiki wa Yanga, ametoka kutoka Bukoba, kilomita nyingi sana mpaka hapa Dar es Salaam Tanzania, tayari kwa ajili ya kushuhudia timu yake itakavyokuwa inafanya. Kumbuka ni wenyeji wa mchezo wa siku ya leo. Mpaka hapa sisi tuseme asante, naendelea kutufuatia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Nguvu zetu zinaweka usafirishaji wazi, kidumu cha